Yaani kikonaga moyo wangu unalia ndi, yaani mlipuko tu muda wote. Unajua Nuru, anajua namna gani alivyokuumba. Yaani kila kitu amekupendelea, kila sehemu ameweka mahali pake. Yaani kwenye hapa ameweka mahali pake pamesimama kweli. Yaani huko yaani vile yaani wewe bonge la mwanamke yani wewe. Za siku. Salama tu, habari yako? Nzuri, jambo mkeo. Nuru, mbona unauliza vitu kwenye habari ya watu? Unaanza kuuliza vitu kwenye habari ya watu na Nuru. Hebu sikize Nuru. Tangu umeondoka mtaa, umepoteza rangi yake kabisa. Alafu huyo mwanamke unayemuulizia kwangu kwa anaishi kama pambo tu. Roho yangu yote, akili yangu, ubongo, mpaka hisia zote ziko juu yako. Nuru, unajua nakushangaa sana. Yaani umepoteza huruma. Umepoteza upendo ule wa awali ambao ulikuwa nao. Nuru, tafadhali nakuomba, usiniangalie kwa macho matatu. Niangalie kwa jicho moja tu. Moja Nuru, la huruma. Huruma? Gumbwa. Mimi sio Nuru wa miaka miwili iliyopita. Sawa rafiki yangu. Samahani kwa kuja nyumbani kwako muda huu. Najua kabisa ukutegemea ujio wangu saa hizi. Ila kwa kuwa nina matatizo makubwa sana amenikuta, ndio maana nikaamua kuja. Sauda, matatizo gani haya? Mbona anitisha tena? Gumbwa alitufumania njia mimi na Salimu, tukiwa kwenye mazungumzo. Na akaingilia mazungumzo yao kati. Aliongea sana maneno ya kashfa ambayo yaliniumiza sana. Nilifikia sisi mpaka wakataka kugombana. Ila mimi nikaamua kuingilia kati. Lakini ghafla tu nilivyoingilia kati, alinyamazisha na kutolea maneno machafu sana na kuniambia kuwa tukitaka anyamaze hii siri sijulikane mtaani. Anahitaji vitu hivyo viwili. Mchofia ni hivyo Sauda. Alisema kuwa kitu cha kwanza, amesema kuwa anahitaji uongozi pale ofisini kwa Salimu. Na kitu kingine, anahitaji pesa kwa ajili ya kunyamazisha mdomo wake. Wewe Sauda. Na nyinyi mmeamwaje? Salimu amwambia kuwa hivi, atampa chochote kile anachokihitaji ili tu anyamaze. Rafiki yangu, hili swala haliwezekani kabisa. Mbona Gumbwa ni mtoto mdogo sana? Niamini mimi tunamudu. Nitakupa njia. Nuru huyo. Yaani kikonaga moyo wangu unalia ndi, yaani mlipuko tu muda wote. Unajua Nuru, anajua namna gani alivyokuumba. Yaani kila kitu amekupendelea, kila sehemu ameweka mahali pake. Yaani kwenye hapa ameweka mahali pake pamesimama kweli. Yaani huko yaani vile yaani wewe bonge la mwanamke yani wewe. Za siku. Salama tu, habari yako? Nzuri, jambo mkeo. Nuru, mbona unauliza vitu kwenye habari ya watu? Naanza kuuliza vitu kwenye habari ya watu na Nuru. Hebu sikize Nuru. Tangu umeondoka mtaa, umepoteza rangi yake kabisa. Alafu huyo mwanamke unayemuulizia kwangu kwa anaishi kama pambo tu. Roho yangu yote, akili yangu, ubongo, mpaka hisia zote ziko juu yako. Nuru, unajua nakushangaa sana. Yaani umepoteza huruma. Umepoteza upendo ule wa awali ambao ulikuwa nao. Nuru, tafadhali nakuomba, usiniangalie kwa macho matatu. Niangalie kwa jicho moja tu. Moja Nuru, la huruma. Huruma? Gumbwa. Mimi sio Nuru wa miaka miwili iliyopita. Naomba hilo unielewe. Na hayo macho uliyozungumza hapa ni pamoja na lile jicho la tatu ambalo linaona jinsi unavyopoteza muda kijiweni
badala ya kujenga maisha yako. Nuru, umeninukuu vibaya. Unajua Nuru, tangu umeondoka sikukaa kizembe. Huwezi amini, nilipata kazi gereji. Nuru, nimekuwa fundi mzuri kinyama nyama. Yaani mabosi wote pale wananiamini mimi. Yaani kila mtu akija kutengeneza gari lake pale anasema Gumbwa, peka kwa Gumbwa. Yaani we Nuru, acha tu. Alafu Nuru, nikwambie kitu kimoja, maisha yanajengwa, lakini mjengo pasipo fundi sanifu ni sasa na gofu tu Nuru. Taa yangu huyu unayemsemea sasa hivi niliye naye, uwezi amini Nuru, ameshindwa hata kupiga deki hisia zangu. Yaani kiufupi anifai. Mimi nitamani tuwe pamoja, tupae huko angani mimi nawe kama ndege vile. Unajua ndio malaika mamangu. Yaani eti Nuru wangu, nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo. Salim Bey, siku hizi unanikwepa sana na simu zangu upokee. Yaani mimi nikukwepe wewe, nishindwe kupokea simu za mchumbangu, tena mchumbangu mzuri Nadhani unanijua mi ubavu chuma, ubavu mwanaume mashine. Sikia, ujue hapa sio sehemu sahihi na wala hakuna usalama wowote. Na kama unavyomjua Katoto ule mimi ni mdogo wangu kabisa. Akija kujua haya mahusiano yangu mimi na wewe, tutakosa pa kuweka sura zetu kwenye mtaa. Katoto, huyo binti ni mnafiki sana. Anajifanya kulinda wewe shemeji yake, lakini moyoni ana siri nzito sana. Alafu unamhofia sana. Yeye anahofu kwako ya nini? Mimi sitaki kujua yeye anahofia nini, lakini mimi ninachohitaji kutoka kwako, ama kitu kikubwa ambacho nitaposisitizia, ni kuhakikisha mahusiano yangu mimi na wewe tuyafanye secret. Yaani tuyafiche. Unanielewa? Yakija yakatambulika kwenye mtaa, hiyo itakuwa ni hatari kati yangu mimi na wewe. Msikia? Mfanya ondoka kwa mimi basi. Nena. Dukani. Wako Bell, unawezaje kuingia ndani kwangu bila hata hodi? Unahisi mimi ndani kwako? Sawa. Mbona kwa mkali sana? Nimepita nikaona si vyema kuja kukuona. Sana, unatokea ujue kitu kimoja. Mimi bado unaishi moyoni mwangu. Na kuna vitu bado hatujamaliza. Ni vitu gani hivyo unavyoviongelea? Hakuna kilichobaki kati ya mimi na wewe zaidi ya majivu. Ulikuwa mpenzi wangu wa zamani. Elewa neno zamani. Haiwezi kaa ikajirudia tena, Kobelo. Sikuhitaji. Sijui unanielewa? Usijisaulishe hilo. Sala, wewe mimi ni wako wangu. Wako wangu mimi peke yangu kabisa, Kobelo. Na utotoka machoni mwangu, wala utotoka kwenye moyo wangu. Bado unaishi mamangu. Kinachoniumiza moyo, bora ningetambua kosa langu ni lipi. Lakini nimeachwa katika dimbwi zito sana na sijui nitajiokoa vipi. Sijui kosa langu. Ghafla mwenzangu umekuja tu uhitaji kuwa na mimi. Hata wewe pia fanya ndo mimi. Huyo mtu ambaye unampenda unaweza kumsusa kwa haraka kweli? Sala, mimi siamini kwamba ulikuja kwa nia ya kuchezea hisia zangu wala kuchezea moyo wako. Nakupenda. Bado nakuhitaji sana.
kwako nitabaki tu kwa msumbufu siku zote. Moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo, lakini kwako nilikuwa kama si kitu. Unachelewa sana katoto. Siku zote kazi ya damu haihitaji kusuasua, ni vitendo tu. Limba, punguza sauti. Kuta hizi zina masikio. Utaka kila mtu ajue tunachofanya. Katoto, mimi kumuua mtu sio tatizo langu. Ila tatizo langu ni wepesi wa mfuko wako. Lakini dau likaa sawa. Utamani kesho ili jua itakuwa ni historia kwake kuliona. Sawa, mimi nimeshakuelewa. Nakutumia hela kwenye simu. Maana hapa sikuja na cash. Namba tena. Tunazingua bana. Hela geuza kwenye simu hizi na katoto. Mbona hivyo? Atuaminiana. Sija na cash msalaje. Nipe namba nikitokea Yesu utinaweza. Lazima kumwamshia hapo. Okay, andika. Lakini kumbuka na kutolea pia. Na ya pili pia utatuma na kutolea, si ndio? Sawa, nipe namba. 06 82 mwisho 16 hiyo hapo tutakuwa tunakuja. Angalia mpare. Hayo ndo mambo. Boge la dada. Nichekeke tu. Pala kazi yangu nilizotoma. Fikimaliza kazi yangu tufanye. Nitakumaliza mama yangu. Unaelewa? Ame hata siwazi. Hapo bwana umefanya mambo. Wow, bonge la dada. Kifua kime, nyuma kumu. Hamna sema mambo umefeli. Sara, inawezekana nimekukosea kwa vile ambavyo unaamini wewe, lakini moyo wako na akili yako haviwezi kusahau kipindi chote ambacho tuko pamoja. Kobelo, naomba nikwambie kitu na unisikilize vizuri, unielewe. Sahau kuhusu mwili wangu, sahau kuhusu akili yangu. Huyu sio Sara unayemjua. Huyu ni Sara mpya, sio ile uliokuwa unamchezea Kobelo. Lakini ushapewa, rizika na unyamaze. Nilichokupaga wakati ule ilikuwa ni hisani tu na wala ukustahili. Kwa hiyo naomba uinuke na utoke nje kabla sijatumia lugha ambayo hautoipenda. Na wakati huu utakaoondoka, hakikisha hata kivuli chako hakitonikaribia. Toka nje. Nadhani nimetumia lugha ya Kiswahili, lugha ya fasaha kabisa. Kwa hiyo maswali yangu yamekosa majibu. Maswali ninayokuuliza Gumbwa yamekosa majibu. Hivi wewe una ajenda gani na katoto? Una ajenda gani wewe na shemeji yangu mimi? Au kuna siri gani imejificha kati yako wewe na katoto? Unaweza kaniambia? Bosi, unajua mimi na katoto kwanza sisi ni familia. Alafu pia katoto hakuna kitu anachopenda kama kufurahi. Hivyo mimi nakujaga pale nyumbani kwako ili nimfurahishe katoto kwa sababu anapenda sana kucheka cheka. Ni mimi pale kana cheka cheka mbezi na furahi kwa sababu najua pesa naichekesha familia. Kwa hiyo wewe umeshindwa kumfurahisha mke wako. Kwa hiyo umeshakaa na mke wako umemfurahisha vya kutosha, unaona uje umfurahishe na katoto. Unajua mimi nakuona sana wewe. Kwangu umeshageuza kama banda la video. Unaingia na kutoka. Unaingia na kutoka. Gumbwa. Gumbwa. I'm watching you. I'm watching you. Na Waswahili walisema kwamba kila mchuma janga atakula na wakwao. I'm watching you. Kama huyu pesa watu na hela wananua kama huyu. Matajiri hatuna. Wako
Yaani mimi sasa hivi Gumbwa simuelewi kabisa. Anazidi kunichanganya akili. Gumbwa kafanya nini tena? Yeye anazidi kunichanganya. Ananitishia na kuniambia kuwa anahitaji nusu ya mazao yako kwenye shamba la baba yangu ambao nalisimamia mimi. La sivyo, atatangaza mtaa mzima, watu watajua hiyo si alokuepo nayo yeye. Kitu ambacho ukijui Sauda. Gumbwa anacheza na akili zenu. Gumbwa hawezi kutoka hapo akaenda kawafuata wazazi wako kuambia upuuzi huo hata siku moja. Kitu atakachokifanya ni kutoka hapo na kwenda kumfuata mke wa Salimu, na yule mke wa Salimu atakufuata wewe. Kwa kitu ambacho unatakiwa ufanye ni kwenda mbele ya muda. Sio, unaelewa? Mimi hapa nitafanya kitu kimoja. Nitaongea na Gumbwa ili niweze kujua anawaza nini na akili yake inaishia wapi. Baada ya hapo nitakuwa nishapata plan B. Lakini samahani, mimi sijaelewa hapo uliposema kuwa tunaenda mbele ya muda. Ina maana gani? Sauda, kaa uone ninavyocheza kete zangu vizuri. Dada wa taifa, habari yako? Fresh ni aje? Safi. Naona upo mitaani kufanya ufukunyuku mange kimambe. Ndugu yangu, hebu acha maneno mengi, niambie. Mimi napita tu hapa. Yeye anafurahi kukuona, lakini unajua Salimu anadhani ana kila kitu kwa sababu ya pesa alizonazo. Lakini jambo la kumnyatia mke wangu lazima ndio kulivipia. Pole sana Gumbwa. Kumpiga Salimu moja kwa moja ni ngumu sana, na wala siwezi kukushauri hilo. Ila kumtumia Saida kwenye hilo itakusaidia sana na itakupa nguvu mpya. Saida ni mpenzi wa Mwagama. Ni rahisi tu kumtumia. Lakini mbona kama unamkengea kifua Saida? Au unaogopa nikiendelea kumfuatilia nitajua siri zako zote? Ai! Hebu acha kunifurahisha basi. Mimi ninachofia siri gani? Na sina siri yoyote ambayo naweza ikavuja. Sio hivyo. Ila mimi nataka tu achi itendeke. Usimuumize Saida, ila mtumie kwa ajili ya mpango wako. Itakusaidia na pia utamfunza adabu. Acha inyeshe. Tuone panapovuja. Oh, nikia uliacha pale pale. Kwa ule bibipa. Kama ulinekea sawa, lakini kama uliacha pale pale yule ni mzurubishi. Wewe mwanangu Mwagama mnafiki sana wewe. Yaani mimi mwanangu nikioga na kahera kidogo tu lazima nikuswampe wewe. Twende wote pamoja kwa mama muuza mpaka tunakunywa mpaka asubuhi. Lakini wewe umepata kidogo, si umepata wapi maskini ya Mungu safari hii? Umeenda huko umejibana mwenyewe, umejificha, umekunywa mwenye peke yako. Umeniacha mimi kama vile sio ndugu yako yani. Yaani mimi hamna kitu kinachoniumizaga moyo kama kumuona mwenzangu amelewa afu mimi sijalewa. Yaani hapa nakaukiwa, hapa naumia. Wewe sasa kama mtu una hela unataka ulewe ili wewe. Ukiwa wewe hauna hela mimi nakubeba kabisa vizuri. Tena sijawahi kukuacha kama mfuko wa koti. Wewe ni hapa na mimi, wewe ni hapa na mimi. Na hujawahi hata kuniacha wewe. Nikoga mimi na hela. Mambo hapo. Kwa nini waga na kukopa? Wewe vipi bwana? Kwanza nipeleke nyumbani mimi nikalale hapa. Hata kama umeelewa najua utakuwa umenisikia. Mimi najuaga ukilewa wewe unajuaga unakumbuka ya kesho. Ulewi akili unalewa pombe.
Kwa sababu naambia mimi hapa unaponiona kwamba siwezi kujielewa, najielewa na kudao ni gumbo na mimi ni mzee. Sio ugumbwa. Rudia vizuri. Anapoelewa wewe ni gumbwa. Hapo sawa. Mbwa mmoja ushajielewa. Nisikilize. Jana nilikuwa kule kwa mzee Sura. Kuna habari nimezisikia sio nzuri kutoka kwa Katoto. Kwa mzee Sura kule chini kule. Ndio kule bondeni. Katoto anasema kwamba wewe unalelewa na mwanamke Saida ule. Umekuwa ni kibaka wa Saida. Yaani kiasi kwamba yeye Saida yeye anadanga kwa mwanaume wa watu afu wewe anakulisha wewe. Yesu wangu. Hadi mrefu umekumbuka Yesu. Hivi Katoto anamtafuta nini ule? Hivi anashindwa kuelewa kama mimi nani kwenye huu mtaa? Anashindwa kuelewa huu mtaa katika watu waliolelewa hususan na mtendaji ni mimi. Na hakuna anayeweza kunisogelea hapa. Anataka kutukana matusi ya nguoni. Ananifuatilia anataka kutoa matusi ya nguoni. Na wewe kipindi anaongea na wewe uliongea kitu gani hapa? Maanisha na wewe uliongea naye. Na wewe ni mmoja wako. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo, lakini kwako nilikuwa kama si kitu.